Mahakama imechukua hatua hiyo kwa sababu jaji ambaye alisikiliza ombi la washtakiwa hawa wawili anasema ya kwamba ni lazima wabaki kwenye jela kwa sababu wakiachiliwa wataingilia upelelezi ambayo unaendelea kuhusu kesi yao. Tena kitu kingine, mashtaka ambayo walifunguliwa ni ya hali ya juu, kwa hivyo inakamatana na usalama wa nchi, na kwa hivyo sio rahisi kuwaachilia tu bila upelelezi kuisha na kesi kamili kuendelea kwenye mahakama. Mawakili wa Daktari Besigye wametaja uamuzi huo kuwa ni wa kisiasa. Kwa nini wanatoa matamshi haya? Wakili Erias Lukwago amesema kwamba mashitaka ambayo yalimefunguliwa Dr. Besigye ya uhaini yanafanana na yale ambayo alifunguliwa wakati wa zamani, lakini wakati huo alipewa dhamana. Na wanajiuliza kwa nini kwa mara hii ni tofauti sana. Wanasema ya kwamba ukiangalia uamuzi wa jaji, akasema ya kwamba inaonekana tu jaji huyo Roseti Kania ametoa huo uamuzi kwa sababu kuna hali ya kisiasa ambaye inahusika na kesi hiyo ya Dr. Besigye. Na baada ya hapa tunatarajia kesi hii kuendelea kwa namna gani? Vikao vya kusikilizwa vitarejelewa? Hii inamaanisha ya kwamba Dr. Besigye atarudi kwenye mahakama ndogo ambayo inaketi sehemu ambayo inajulikana kama Nakawa, kwa sababu huko kesi yake inatajwa tu, alafu kesi yake itahamishwa ipelekwe kwa mahakama kuu, kwa sababu hiyo koti ya chini koti hiyo ndogo haiwezi kusikiliza mashitaka ya hali ya juu kama yale yaliyomfunguliwa, ikiwa mashitaka ya uhaini. Kwa hivyo ni lazima huko jaji wa hiyo mahakama ndogo ahamishe kesi yake kurudi kwa mahakama kuu ambaye ni High Court, alafu kusikiliza kesi ianze. Na tayari tumesikia upande wa mashtaka uliambia hiyo koti ndogo ya kwamba upelelezi ulikuwa bado unaendelea. Kwa hivyo pengine itachukua muda mwingine mrefu kuona ya kwamba kesi hiyo inahamishwa kuchukua mahakama kuu. Kwa mtazamo wako, kesi hii ambayo ikiendelea hivi inaathiri vipi uchaguzi? Inamaanisha ya kwamba Dr. Besigye hata wania kama alikuwa na mpango wa kuwania urais, kwa sababu inamaanisha atamaliza muda mrefu kwenye mahakama, na huenda itamaliza nguvu wafuasi wake ambao walikuwa wanatarajia kuambatana naye katika uchaguzi huu.